Ufalme wa giza, kazi mojawapo wanachokifanya ni kutia uzito fikra za watu. Kwa sababu nimewahi kujiuliza, kwa nini ufalme wa giza unafanya bidii kutia uzito fikra zetu? Kwani wangeziacha hivi hivi, zina shida gani? Maana yake wameelewa, wanajua akili za mwanadamu zikiachiwa ziende kwa spidi ile iliyokusudiwa, vitu vyetu haviendi. Na ndio maana wanafanya hili jambo, kwa sababu kutia uzito fikra au akili ni mpango mkakati mmojawapo katika vita vya kiroho. Kwa hiyo mwanadamu yoyote mwenye uwezo wa kufikiri haraka anayo nafasi ya kumtawala mwanadamu anayefikiri taratibu. Huku duniani tunatawaliana kwa minajili ya spidi ya kufikiri. Kama uelewe minajili, okay. Tunatawaliana kwa misingi ya hali zetu za kufikiri. Kwa hiyo mwanadamu yoyote anayefikiri haraka anayo nafasi kubwa ya kumtawala mwanadamu anayefikiri taratibu. Kwa sababu nikisema mwenye nafasi ya kufikiri haraka, lazima nieleze kinacholengwa kufikiri haraka ni. Nikisema kufikiri haraka, manake mwanadamu yoyote anayeweza kuona vitu kwa haraka kabla mwingine, mwanadamu ambaye ana uwezo wa kusikia vitu haraka kabla mwingine, anayo nafasi ya kumtawala mwanadamu huyu ambaye haoni haraka, anachelewa kusikia, anachelewa kutawala. Chochote unachowahi kukiona kinakupa nguvu na mamlaka na ushawishi, manake influence na kuaminika juu ya mtu aliyechelewa kuona. Kitu chochote ukiwahi kukiona, manake kumbuka, kuona ni kutawala. Chochote unachoona unakitawala. Kwa hiyo chochote ukiwahi kukiona, kile kitu ulichokiona kinakupa mamlaka, kinakupa sauti, kinakupa uwezo, kinakupa influence. Lakini ile mamlaka, ile uwezo, ile kibali, ule ushawishi inakupa kwa mtu ambaye amechelewa kuona. Ila kwa mtu mwingine aliyeona, kama ulivyoona ngoma draw, hauwezi ukamwamulia kwa sababu wote mna mamlaka katika kuona. Ila yule ambaye amechelewa ndio utamtawala, maana sasa amechelewa. Kuna kitu ambacho ni kizuri sana, lakini kile kitu utakuwa nacho baada ya kuona kwanza. Mimi nakihitaji, naona kihitaji. Ukitangulia kukiona kile kitu, manake tayari ni cha kwako. Lakini pia ile kuona tu kile kitu kinakupa status ya kuona kwako na umiliki na kusikia kwako. Lakini ile status inakupa wewe, kwangu mimi niliyechelewa kuona. Na ndo maana siku na mimi nikaona ulichoona, yani wewe huna uspecial wote kwangu, kwa sababu na mimi nimeona. Unajua kinachotokea sasa, kwa nini watu ambao ni wabunifu wa teknolojia, kompyuta, simu, magari, ndege, bunifu wa silaha huko duniani ndio wenye power dunia? Umekujuza kwa nini hao waliobuni teknolojia hizo teknolojia ya magari, teknolojia za ndege, silaha, teknolojia za kamera, teknolojia za simu, teknolojia za matreni ya mwendo kasi, teknolojia ya vifaa vya hospitalini, na watu wanamkimbiza kumpa hela kwa kuuza, anapata hela kwa namna ambavyo dunia inamtangaza bilionea, inamtangaza mtu mwenye heshima, mheshimiwa. Akienda kwenye nchi anapokelewa kwa heshima kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu alichotangulia kuona ambacho wanadamu wengine hajaona. Na ndio maana katika kuona kwake, akiona alichoona na mimi nimeona alichoona, tumetengeneza product ngoma draw. Hauwezi kumwabudu, huwezi kumtetemekea, kwa sababu chochote unachokiona unakimiliki, lakini kinakupa authority, mamlaka. Lakini mamlaka ile inakuwa ni kwa asiyeona. Aliyeona hauna mamlaka yote. Ndivyo wana wa giza wanachokifanya. Hicho wanachokifanya kipo ulimwengu wa roho. Sisi shida hatujaona, na kibaya zaidi tunaona zaidi kupitia ona yao, hatuoni kupitia ona ya Mungu kwetu sisi. Kama wana nguvu, basi wao wanayo saizi ya kisoda, wana saizi ya kijiko cha cha chai. Mungu anayo bahari. Mtu yoyote ambaye ameona ile nguvu, ule werevu katika Mungu, anapoona nguvu ya huku hashangai, haiwezi kumtoa kwenye imani, kwa sababu hiyo imekuwa sehemu ya maisha yake kuona. Na ndio maana katika imani, mtu ambaye ana power, ameona vitu, anaona vitu ulimwengu wa roho na anavimiliki, inapotokea wakambi ya giza, anafanya vitu kopi kama ile, hawezi kupapalika, kwa sababu anajua kwamba hii ni feki, hii ni feki, sio feki, hii ni feki. Kwa sababu anajua, ole kwa wale wasioona, wanachukuliwa wote.